Amina. Tega sikio yangu kwa kidogo ambayo Mungu atapenda tuongee. Na itakuwa vizuri sana. Mauti ya mwili ama kufa kwa mwili. Hii kufa ya mwili ni kutoka ama ile kupumzika yetu tunasema pale mtu kuacha respiration na mtoka. Na hii kufa ya mwili hiki kimwili kinabakia hakina tena kitu. Kwa maana uelewe kwamba mtu kuko mwili na kuko mtu ndani ya ule mwili. Ndio maana unasikia mtu kama anagonjwa, ukimuuliza habari gani, anakwambia mwili inanisumbua. Ukijiuliza nani ndio kinasema mwili inamsumbua, ni kusema ndani ya ule mtu kuko kitu kingine ambacho sio mwili. Haleluya. Na kile kenye haiko mwili kama ndio kitu nasikia maumivu yenyewe kwa ndani ya nini? Ya hii mwili. Sasa ule mtu wa ndani ndio mwenyewe kanakwambia kama mwili imefanya nini? Imemluma na imemkosesha amani. Ule mtu wa ndani, lakini ule yeye kunasikia maumivu kupitia mwili. Haleluya. Sasa ule mtu ndio mwenyewe tu tunazungumza juu yake. Anapotoka ndani ya hii mwili ama hii jengo hili, mara nyingi tunaona wakati tunatoka ndani ya hii nyumba banaifunga. Amina. Lakini tukefuya lazima wafungule hii nyumba tuingie. Haleluya. Na ndio vile mwili na ile roho ya Mungu. Hii mwili wakati ile roho pumzi inatoka, basi ile tunakitupa na tunakifanyia yenyewe tunataka. Haleluya. Sasa wakati Mungu alipomaliza kulaani mtu laana ya kifo ya kwamba utakufa, tusome kwanza kitabu ya Mwanzo. Mwanzo sura ya 4. Na ilikuwa wakati walipokuwa shambani, Kaina akasimama juu ya ndugu yake Abeli akamuua. Bwana akamwambia Kaina, Abeli ndugu yako ni wapi? Akasema, sijui, mimi ni mchungaji wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inalia kwangu kutoka katika nchi, na sasa umelaaniwa katika nchi iliyofungua kinywa chake kupokea damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Amen. Haleluya. Ya kufa, Mungu anasema hakika sendelema mutakufa. Amina. Lakini Mungu ndio maana tuko watu tu ya kujiombolezea. Bali Mungu aanze fanya application ya kufa juu ya watu walimkosea. Kifo ikaikale kanyamazi, ikatulia, ikakuwa kimya. Mungu akafikia kuzala mtoto wa kwanza, akazala na mtoto wa pili, na wakakomea hawa watoto, wakafika maji yenyewe wanaweza kujiamulia vipi. Wakaenda mbele ya Mungu ili kutolea Mungu sadaka. Huyu Kaina katolea Mungu na Abeli naye katolea Mungu. Kila mtu alitoa kulingana na vyenye iko navyo. Haleluya. Ndio maana Petro alisema chenye iko navyo chenye ngafanya nini? Nitakupa. Na hao walitoka kulingana na kile chenye iko navyo. Lakini sadaka ya Kaina ikakataliwa ndani ya macho ya Mungu. Lakini sadaka ya Abeli ikakubaliwa. Pale pale chuki ikaingia katikati ya wandugu waliozaliwa baba moja mama moja, wanakula chungu moja na sahani moja. Lakini chuki mpaka chuki ya mauti ikaingia ndani ya roho ya Kaina. Akaona haiwezekani, lazima nitadetruire nani? Huyu Abeli. Haleluya. Amina.
unaweza kufa Uizo kufa. juu ya hii kujitoa ndani ya kazi ya Mungu. Urokwe wae mu mulimo gwa Katonda. Basi unafikiria mitume na Yesu alifanya nini? Abaikiriza ba Yesu bafa batya juu ya kutoa. Urokwe wae mu mulimo gwa Katonda. Yesu alitoa uhai wake. Yesu yawaye mu na wakasema ndio tunataka takufa. Nibana batwagala icyo twagala. Amina. Mitume wakajitoa kwa Kristo. Wakasema kwa kisi mnajitoa utakufa. Amina. Lakini Mungu hakuona Adamu, hakuona Eva ili hii mauti yanje fanya application juu yao, ikaenda anza ndani ya generation yao. Ndio maana wakati mama alikuwa anafundisha juu ya laana, akasema kama laana inaweza ikala miaka na miaka. Amina. Na hivyo inachunga mlango kwenye itatokelea kusudi ianze kufanya kazi. Na kifungo kinaweza ikala miaka na miaka mpaka kichunge wakati yenye kitaanza kufanya nini? Kazi yake. Ona mauti yenye ilikuwa juu ya Adamu. Bali laani juu Adamu. Bakalaani na Eva. Lakini ile laana ikakuya anza kiaplikia ndio kwa watoto. Haleluya. Ufanye angalisho na kwenye huko natokelea laana ya batate yako ya wazazi yako leo unaweza isibire na unaikula wewe. Kama Mungu inatuambia tukuye tujiongolezee, haiko tu juu ya bure. Haleluya. Amina. Mungu ashaka laini familia yako, ndugu, baba yako na mama yako, batate na batate yako walizaliwa ndani ya laana, na par defo na sisi tutazaliwa ndani ya ile laana. Amina. Tuko tunatembea ndani ya ile laana. Inaweza kuwa bahati mbaya ile laana yanze kujimanifeste ndio juu yetu, lakini Mungu wetu kwa bien. Haleluya. Kumwambia tu mwenzako Mungu wetu kwa bien. Jua anataka tumtafute. Amina. Baada ya Abeli, Kaina, Mungu iko nazungumza naye kwa sababu Mungu anapeleleza ndani ya roho ya mtu na kuchunguza kenye kinafichama. Ndio maana sasa kiona kifanyiza hapa. Kama Mungu akishuka atafunua yote, kwa sababu yeye anaona yote. Aliangalia wakati anatia mikroskope juu ya roho ya Kaini, akasema Kaini, mimi naona roho yako imechafuka. Eske na wewe ukitenda mema wewe Kaini hautakubaliwa? Haleluya. Iko dese mshasi yetu tuko naye. No chance ya 10 ni kama jatu. Amina. Mungu alipatia Kaina deuxième opportunité kusudi asimame aende atafute tena ingine sadaka yenye inaweza kumpenda tena Mungu kusudi akubaliwe. Ndio maana alimwambia eske ukitenda mema hautakubaliwa. Maana alitaka kumwambia enda utafute ingine sadaka, urudie tena wapi? Mbele yangu kusudi ionekane eske hautapata nafasi. Na akamwambia usipofanya angalisho dhambi inasimama wapi? Kwa mlango yako. Lakini niko nakuombea, inakubidi ufanye nini? Ushinde metu ya hukumu. Inafaa neno litimilike ile la laana. Kaini akapanga mpango, akaenda na uwa ndugu yake. Alipomaliza kumuua, Mungu hakunyamaza. Anapia anamuuliza unafanya nini? Abeli kwa Abeli uliwa. Acha nikwambie batu babaye. Anakuwa na jibu ya ovyo. Baba ina mwenye kudai. Pako nataka tuliza nasema Mungu wangu. Nilifanya nini kusudi niongee na huyu? Mungu mzima jeke naongea naye. Anaona yeye yenyewe tunasemaka anamshushia. Mimi niko bershia ule. Mimi ndo takuwa natembea mimi na mchungaka. Kwa sababu amejua kenye amefanya nini? Amefanya juu yake. Haleluya. Mungu akasema toka mbingu, nimesikia nini? Haleluya. Nimesikia nini? Sauti ya damu. Hapana kilio ya huyu mtu, lakini sauti ya nini? Huko
madamu zenye nafasi ongea. Waliye misainzi ongera. Hapana yako ya budasere ile nyayo yake ile na kupiganisha. Inafaa kuwe damu yenye itafanya nini? Yenye itaongea. Haleluya. Damu ya Kaini ikaanza kuongea mbele ya nani? Mbele ya Mungu, sauti ikasikilikana. Na mimi ninasema ilikuwa tu bien. Amina. Ilikuwa bien. Damu ya Abeli ndio ianze mwangika. Damu ya Kaini ndio ianza kudongo. Ingekuwa yeye. Haleluya. Kwa sababu hii damu ya Abeli ilikuwa damu ya mtu mwenye haki. Oh, haleluya. Kwa maana kama tukisema inafaa tunashukuru kwa kila jambo, usipingane naye. Damu ya mwenye haki ilipoingia ndani ya udongo ikaanza kusema, na ikusema juu ya wabaya, lakini ilisema juu ya watakatifu wa Mungu. Ikaanza kuongea mbele ya Mungu. Oh, haleluya. Ikaanza kututetea ile damu. Na kwa mwisho hii damu ikatufungulia mlango ya kwamba pana damu yenye itakuya kukomboa binadamu. Haleluya. Lakini ile damu itageuka hukumu kwa watu wabaya. Haleluya. Damu ya Kristo. Amina. Ilipomwangika, sauti ikasikika kwamba imefanya nini? Imekwisha. Amina. Imekwisha. Vile laana uwezo yake imefanya nini? Inakwisha juu ya maisha yetu. Kama tukitafuta Mungu, tunamtafuta peke ya sirase kwamba hakika Mungu iko wapi pamoja na sisi. Haleluya. Kama ukikuwa mkulima na unapanda mbegu, hautafutake mbegu ya kuoza, sio uende panda ndani ya shamba lako. Ukitaka mavuno mazuri, lazima utayarishe mbegu iliyo nini? Iliyo njema. Sasa Abeli akakuwa mbegu yetu njema ambayo inatangulia ndani ya nini? Ya udongo. Na kwa mwisho tunatarajia nini? Mavuno mazuri toka wapi? Haleluya. Haleluya. Mauti kaingia na ikaanza fanya kazi. Amina. Mauti kaanza fanya nini? Hii mauti ya Abeli haikuwa mauti ya roho. Haleluya. Kwa sababu ingekuwa mauti ya roho, kama damu yake haingefanya nini? Haingeongea mema mbele ya Mungu. Haleluya. Lakini kwa sababu ilikuwa mauti ya mwili, ile damu ya haki ikaendelea kusema, ikafanya kazi mbele ya macho ya nani? Ya Mungu. Na kwa mwisho Abeli akaenda zake. Lakini tena pale multiplication ya laana zikaongezeka. Amina. Laana tena zikafanya nini? Zikaongezeka. Lakini Mungu kwa pia. Amina. Huyu Mungu mwetuko naye. Yeye anakuwa na plani zote. Pepetre shetani anaweza shikilia plani A, Mungu atafungua tena plani B. Amina. Kwa ajili ya kutusaidia sisi tulio wana wake tupate kuona wokovu, tusipotee ndani ya hali ya kutokujua. Sasa hii mauti kwetu sisi wa Kristo haiitwe mauti ama haiitwe kifo, lakini inaitwa kulala. Haleluya. Inaitwa nini? Kulala ama kupumzika. Hakuna mtu mwenyewe anaweza kupumzika kama hakuchoka. Amina. Ama kama hakufanya kazi. Sasa hii mauti kutoka ndani ya mwili kwetu iko kupumzika. Ni kusema tumefanya kazi za kutosha. Sasa inatubidi tufanye nini? Yohane 11:11. Kama kwa kuandika unaweza andika pia Mathayo 9:24. Mathayo 5 kenda. Mathayo 9 abiri munya
na tutasoma ile ya Matendo 7 ebikola by'Abatume 7 Acts 59 a 60. Piga Stefano kwa mawe, naye aliomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kubwa, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akikwisha kusema maneno haya, akalala. Amina. Akafanya nini? Akapiga Stefano kwa mawe. Ile sisi mbiko wanampiga majiwe. Biblia inasema pale kanza intercede juu ya haba basi. Joni kinasema damu ya wenye haki haiendake kwa uchungu ama kwa restriction, lakini inaendaka na intercede juu ya wenye wanabakia. Amina. Pale Paulo kunasema nani Stefano, usiwahesabie nini hii uovu yao. Na alipomaliza kusema akapiga magoti wapi chini, na alipomaliza akalalamika kwa sauti kubwa akasema, Bwana Yesu Kristo, mikononi mwako ninaweka nini? Kuna mtu mwingine mwenye alisemaka ile neno. Alikuwa nani? Yesu akaweka roho yake ndani ya mikono ya Mungu, na Stefano akaweka roho yake ndani ya Yesu. Oh, haleluya! Maana Yesu alisema hakuna atakayekuja kwa Baba ila apite wapi? Kwangu mimi. Sasa ilibidi Stefano akamate roho yake aiweke ndani ya mikono ya Kristo, na Kristo ndio kuna uamuzi ya kuiweka vizuri na kuificha. Na alipomaliza hivi akajipigia yake magoti na akalala yake. Biblia inasema alikufa, lakini nasema alifanya nini? Akalala. Haleluya! Kuna kulala ya Wakristo. Hapana ya usingizi hapo wenyewe unalalaka. Kwa sababu wengine wanalalaka usingizi. Tena na bingu naenda kukamula wenzao. Bingu nalala usingizi. Na bingu wanasharatika usingizi. Hapana ile. Lakini usingizi yetu ni ya pumziko. Amina. Ni ya kufanya nini? Ya kupumzika. Kungojea siku ambao baragumu italia ili kuja kutufufua toka ile pumziko yetu. Ndio maana ukisoma ile Yohane 11:11 Yesu anaambia mitume, anasema sasa tuende kuamsha nani? Rafiki yetu Lazaro. Wanafunzi, Biblia inasema waliwaza kwamba analala usingizi ya kawaida, lakini Yesu akamwambia kama Lazaro ashakufa, lakini natubidi tufanye nini? Tumwamshe. Haleluya! Hii kifo ya mwili haina uwezo juu yetu sisi kama Wakristo na watoto wa Mungu. Ukatale uitike, tutapumzika. Amina. Tutafanya nini? Hii mateso tu tunaona hatutaiona tena. Vita tu kunapitia hatutaipitia tena. Njaa yenyewe tuko tunaishi, kaunge napanda, vitu gani napanda, hatutaona tena ile madiferensi ya mapri haitakuwa, lakini tutapumzika, tutasahau hii mateso na tutakuwa tayari. Tuko tunangojea. Oh, haleluya! Tutakuwa tu kunangojea ule bwana harusi ambaye tayari naye kujiandaa kuja kukutanana nasi kusudi tupate kuingia ndani ya nini? Ya harusi yetu. Haleluya! Amina. Amina. Ndio maana Paulo anasema ndani ya Wafilipi 2 mstari wake wa 19 na 20 mpaka 21. Paulo anashuhudia kwamba na anaongea wazi kwamba yeye kuishi iko Kristo, lakini na kukufa yake iko nini? Iko faida. Haleluya! Juu ya nini? Alikuwa hana tena woga juu ya hiyo. Amina.
tutatoka ndani ya hii mwili bandugu. Tunava mkono mubili. Hii mwili Mkono mubili. lazima tutaiacha. Hata utaipika matilo, hata uipike mafobete, hata uipike marusho lepe, hata uifanye ae, ile yote tutafanya nini? Amina. Tutafanya nini? Unajipanga na nini? Unajivunia nini? Nini? Kitu cha kuoza. Unaenda kujivunia kitu cha kuoza. Ungeangalia kwanza ile mwili. Piga tu deshu na unamu. Utasikia. Wewe mwenyewe utaanza kuogopa. Ukifanya sini yako mwili. Amina. Sini yako njoo nasikia jinsi na nuko. Sasa unanuka mbele ya Kristo. Eske huko unanuka parfait ya Bwana ama unanuka uharibifu, miozo? Sababu kuna kunuka aina mbalimbali. Kuna kunuka mzuri na kunuka mbaya. Sasa ujiulize huko unanuka nini? Ndio maana Paulo anasema sisi tunanuka manukato mazuri toka ndani ya ule Yesu Kristo ambaye ametukomboa. Sema amina. Bwana sifiwe. Kama yeye uko tayari kweli? Kama sasa akisema uko tayari? Ile matongozi yenyewe kunatongozana kule nje. Yesu akikuya saa hii, au utasema nini na ile vitongozi? Haleluya. Biblia kabisa kwa baba kila siku kukanisa. Na hata ndani ya simu kule kukatia unajifanya kabisa wewe ndio mtakatifu mwenyewe atakombola Yesu. Na ukifika hapa kabisa unatembea sawa pale ba pretre yetu ya Katoliki. Mwenyewe anatembea hatua yake mkulu nini talo isilie kudongo. Hii kunaenda kwa pusi yenyewe kunaenda kurarua pale. Amina. Wewe ukimwangalia ndani Yesu Kristo anakamata kichwa anasema tunaisha. Muganga anasema tufude. Amina. Eske Kristo akirudia sasa hivi uko parmia wenye hawataogopa mauti? Na kama mauti yako ikikuya utasema nini? Ona Stefano mtu wa Mungu iko na kufa, iko naenda kukufa, anabaombea. Haleluya. Na maombi yake ilifanya kazi. Sema amina. Maombi yake ilifanya nini? Paulo aliokoka. Alikuwa parmia watu wenyewe walisimamia mauti ya Stefano. Juu ya nini? Stefano aliintercede juu yako. Rehema ya Mungu ifanye nini? Iwaangukie. Damu ya watakatifu. Omusai wao abatayina musanga. Damu ya watakatifu yene. Omusai wao. Ndio balozi wanawindaka mchana na usiku. Hata wanaonyesha nyo takatifu mmoja. Kuzimu atapata grade na grade zenye hawezi hata kuangalia. Amina. Amina. Lakini hamuna uwezo. Na hapana Mungu hata kule nje hata huko ndani hata wapi. Maana Kristo ameshinda. Haleluya. Na sisi lazima tufanye nini? Geuka. Bakristo mingi ama baenda mkanisa. Tumekuwa na mfano ya kuogopa Mungu. Lakini ya realite ndani yetu hakuna kitu. Malala inakuwa mingi. Majivuno, kujiwazia, kujihesabia. Unaona wale vile mwenyewe alisema mimi nafungaka mara pili. Ni kweli alikuwa anafungaka. Anakwambia mimi natoa sadaka yangu, ni kweli. Haikuwa bongo, lakini majivuno. Kwa Yesu yeye inatoa inafunga ni mbaya. Tuna kufunga mimi nafunga. Wewe ndio unasema sikuwa nafunga. Ile majivuno tu. Yesu akasema hauko. Hauko. Haleluya. Majivuno ya nini? Tu ya nini?
Amina. Tu ulikulisha tu mwenzako siku moja, unataka ukanyagie chini ya sisemi. Sasa ungekuwa mwanamke wa Zarepata malikulisha Elisha miaka, ingekuwaje? Amina. Moyo mgumu imeikala ndani ya baina kanisa. Tuko mkanisa lakini hatuamini. Haleluya. Hatuamini. Na kama Yesu aliamakiaje wanafunzi yake juu hiki kitu. Na mama alituonesha hiyo hapa Dimashi. Nguvu ya roho ni ya nini ndani yetu? Mungu anasema na wewe usiku na mchana kupitia unabii, kupitia neno, kwa hali na hali yote. Mungu yuko anazungumza. Lakini incredulity yenyewe iko. Unaisema mzuri kabisa, mitima jakaruba. Jakaruba chitufu. Amina. Mirosha kabasa. Inakauka. Hata utaigonga. Hakuna mahali ya kupita. Unaambia mtu kuja tuombe tutafute Mungu. Mirosha kabasa. Zamani tulikuwa na msheleni mwana tulitaka Dembo. Dembo. Ile Dembo hakuna mtu mwenye anayekokotaka kama hauna nguvu za kutosha. Hata ile msheleni na wenyewe una nguvu na kukotaka tu. Lakini ikikokoteka itatupa jiwe kilometre na makilometre. Sasa kosa na wewe yako shaka kwa hiyo. Tena huko wa maana. Amina. Ndani ya kitabu ya Danieli, sura yake ya 12 na mstari wake wa 2, Biblia inasema kwamba siku zile wote wafu waliolala wapi mavumbini watafufuka. Haleluya. Wote waliolala ndani ya udongo watafufuka. Na ndani ya ile resurrection tutakuwa na aina mbili. Pengine watafufuka juu ya utukufu na pengine watafufuka juu ya nini? Ya hukumu. Watafufuka na unaenda wapi? Haleluya. Angalia roho yako. Angalia matendo yako. Angalia tabia yako. Angalia masemi yako. Angalia roho. Roho. Amina. Amina. Pale amina zitakuwa kidogo. Juro zishakaenda. Tuko watumishi lakini roho haziko. Tuko wachakazi lakini roho haiko. Tuko kondoo lakini roho haiko. Ai. Amina. Mungu atusaidie. Asante yangu. Mungu afanye nini? Ukama ngiratia. Hii ufufuko okuzukira ilikuwa ya maana pia na kwa Yesu. Wali kwa mgasanyo neli Yesu. Amina. Ilikuwa ya mzuri. Wali saa yote niko nasema kufa ya Yesu Kristo atukali kwa benediction. Na mpaka leo kali nini? Benediction juu yetu. Haleluya. Na kufufuka yake pia ilikuwa benediction na itaendelea kuwa nini? Shetani haiko mtu bandugu, si mundu juu kazi yake kutupotosha. Unaona alikuwa amefunga hata na watakatifu, sababu Biblia ndani ya kitabu ya Mathayo kinasema, Mathayo 27, ukianza kusengatea 53, Biblia inashuhudia wazi kama Shetani alikuwa amefunga nafsi za watakatifu, lakini kufa ya Yesu ile siku akashuka na akawafufua. Haleluya. Na alipowafufua, Biblia inasema wakangoja mpaka siku ya resurrection.
Oh, haleluya. Sema amina. Amina inaisha. Amina. Banafsi hapa watakatifu ikangojea Yesu, hawakuenda mbele ama hawakuchelewa, mpaka wakati Yesu alitokea na ile manafsi nao zikafanya nini? Zikatoka nje. Biblia inasema walionekana, na kabisha Yesu akapanda nao mpaka wapi? Ndani ya paradiso, akawaacha waende wapi? Sasa kama Yesu angekufa, hawa watakatifu wangefanyaga pingekuwa ye juu yao, na walikuwa wamefungwa na nani? Na Shetani. Haleluya. Bwana, kukufa yako ukufa barifaka bie kukuwa ndani ile hali iliyoko hapa. Bakora kunjo kutambere. Amina. Barifaka bie kukuua. Bakora kunjo kuta. Na kweli bashaka kuzika. Ate mama lalo tukura pale tunawaza kwa mtu kwa mama ngokuda one tuwa. Amina. Na niko mufu. Haleluya. Lakini kuko siku mewa leo lunaku tutafanya nini? Tutulikola ti. Na siku tutafufuka. Ate tulizuka. Tutafufuka na utukufu. Tutafufuka na nguvu ingine ya kitofauti yenye hatuwezi kufikia, yenye mwanadamu na mapepo habana tena pisase ya kutukuza. Haleluya. Na tutakapofufuka na wenzetu watafufuka. Amina. Haleluya. Wewe kukufa yako iko na sababu, na resurrection yako ina maana. Ndio maana Biblia inasema Yesu Kristo ni malimbuko yetu. Haleluya. Yeye aliyekuwa wa kwanza kutoka wafu, kusudi akuja tuoneshe barabara ya ufufuko. Sema amina. Haleluya. Ukazani sana, jikaze sana. Kama ndugu yako bangali ndani ya hali ya uharibifu, iko tu wewe afufuka, nani atabaoneshia njia? Nani atabaoneshia njia? Amina. Amina. Haleluya. Amina. Sasa wakati wanakwambia omba, unakuwa msaidi, uko unafunga mandugu yako. Amina. Lakini wewe ukikombolewa, acha tuongee kwanza ana kwa ana. Utakuwa mambo ya kuambukizia na ndugu zako nini? Wokovu. Kwa sababu wataona mfano wako. Haleluya. Na watakuiga wewe. Na wataanza kuifanya nini? Kusudi ufikie hapa. Kusudi utoke ndani ya hizi hali. Tulikuwa tunalewa na wewe. Tulikuwa tunasharatika na wewe. Tulikuwa tunaimba na wewe. Tulikuwa tunaloka na wewe. Tulikuwa tunazidi na wewe. Ulifanya nini? Haleluya. Na ile siku utaonesha kwamba kuna Yesu aliye na uwezo, aliye na uwezo juu yao. Sema amina. Inafikiri kukombolewa. Oino kulokolewa. Sikakatako kusomolwa. Ndani ya ile Mathayo 27 na verse yake ya 66 hii inaonyesha kama juu ya kaburi la Yesu walipomaliza kumzika, wakaweka jiwe, wakaweka walinzi, ile jiwe wakaipiga nini? Muhuri. Amina. Wakati yote niko nakuwa nikala, mimi najiuliza Shetani alikuwa anaogopa nini? Kama hiyo kweli kweli, kama anajijua iko na uwezo, alikuwa anaogopa nini? Haleluya. Ili vitu yote alikuwa anazungusha juu ya Yesu, ilikuwa ya nini? Kama anajijua iko na nguvu. Amina. Hii muhuri iko kitu kile kinazoea kutumikishwa ndani ya mabarua na zaidi kama ndani ya makoli. Kama mtu anataka afanya kakoli yake kutumia mwenzake, unaona naweka kwa muhuri. Na barua inatembea na vitu viwili, inatembea na sinyatire na inatembea pia na muhuri. Lakini mara mingi muhuri inakuwa ni kitu kia organization makampuni ama kikundi fulani. Amina. Lakini watu privé ama mtu personnel mingi
hatuzoee kukuwa na mihuri, lakini mihuri inatumika ndani ya zile makampuni. Hata ndani ya republiki kuna muhuri ya republiki, na ile muhuri ya republiki ama ya taifa inachukua devise ya ile taifa. Mfano devise ya Wakongole iko pe travail kama na vitu gani, justice pe travail. Muhuri ya Uganda inakuwa for God and what and my country. Ile ndio devise ya nini ya Uganda. Kale hautakakosaka ndani ya ile mihuri. Haleluya. Na ndani ya zile mihuri unakuwa chapa ya kile kenye wanaaminia. Sawa yenu nyinyi Wakongomani mko nini? Kichwa ya nini? Kichwa ya nini? Bataka ko abazahiri umutwe gwa tiger. Pale mnawaza mko na nguvu. Chui siko uharibifu. Na kwa mwisho mtu ana amani. Uko nini? Nataka kukomelea kuliko sasa unaona viona sawa kiasi yako. Mengia ndani utajua kwa kisi shetani iko natumika sana. Na Uganda juu yake kuko nini? Uganda kuliko President kuko kindege na nini? Na mafumu n'ingoma ngarabi. Ngabo. Amina. Mnaona kale ndege mnawaza kwa ndege ya kawaida. Ngari mpaka ndege. Acha niwaambia kuliko balozi yote. Ile ndege kuna kinozi yenye uwezo weza hata kusogelea. Ile ndege yenyewe mnaona kule logo hiyo. President Crane ndio. Amina. Ingia tu ndani kwa wingie upelelezi. Ile ndege inashinda kinozi yenyewe unaona. Chini chilimo mlogo botamani. Haleluya. Sasa hizi stamp zinatembea na vile vitu. Zitambula na vintu. Haleluya. Haleluya. Na kwa mwisho wakati yenyewe wanaipiga tu ya hii kaburi balikuwa na sababu yenyewe ni hata wanaipiga tu ya nini? Tu ya hii kaburi ama tu ya hii jiwe. Ujiulize ndani ya miaka na miaka. Mimi najua huko wenyewe wanakushinda miaka ya masasanda na wakuendelea na baya chini kukuzidi. Kaburi ya nani ndio shaka na wanapiga payo muhuri. Utupe ushuhuda. Na ndani ya Biblia kama unasomaka kweli unasoma na ushafika sijui wapi. Kaburi ya mtu gani ndio ishakapigiwa muhuri ndani ya Biblia? Utuambie baada ya Yesu. Kuko ingine waliyetane ndala jomani. Kisi asomaka ingine kama wao na ingine zisemanga takupatia konesase na mwaka inaendelea kila siku nipoongezeana. Lakini mimi siasikiaka kama kuko kaburi yenye walipigaka kwa muhuri isipokuwa ya nani? Waliwetana je baba. Haleluya. Sasa shetani iko malengo tuzidi wa Kristo ile tuijue na tuiamini, na iko mayele sana kutuzidi. Unaona objective yake ndani ya shamba ya Edeni ilikuwa ni kutenga mtu na Mungu. Amina. Sasa anafuatilia kweli juu ya mwanadamu aone na asikie Mungu anasema nini. Anasema tena nini juu ya huyu? Anafunua tena nini juu ya huyu? Atapatia nini huyu? Huyu atakupa nini? Amina. Hivi yote hivi nataka visikie. Aingize tena chochocho. Kutenganisha. Kukataa kwamba kututenga tena na Mungu. Nefasoke ile bonere ya Mungu isiweze kutufikia. Haleluya. Ndio maana wakati yenye Mungu iko na laani nyoka, alimwambia nyoka, tangu leo mimi nakukata kwanza nini? Alimkata kwanza nini? Utaanza tembea wapi? Utakuwa la mbele wewe. Utaruka usiku na nini? Utatembea kutupu yako. Nyoka nako tuna probleme baba. Tubu haitamenyeka. Haitamenyeka. Kwa mwisho sasa nasema na leo mimi natia uadui katikati yako na kizazi ya nani?
ya mwanamke, kizazi ya huyu mwanamke itakanyaga nini? Itaponda tu kichwa, hapana mkila. Amina. Sasa shetani akaenda ikala. Kuko plani ya kuniponda kichwa. Utaonana. Kila nabii mwenyewe alikuwa anatuma. Sasa anakufa. Shetani anabloke. Ndio alikuwa anaogopa. Hakujua yuko nani ndio mwenyewe atakayeka kuponda nini? Kichwa. Sasa ni mbidi afunge kila mtu. Amubloke mtie ndani ya gereza. Hivi ya kwamba nini kupondewa nini? Unajua kuponda mtu kichwa. Basi kuponda kichwa huko tena. Amina. Sasa ndio maana unaona manabii yote wote wenyewe walitumikia Mungu. Aliwakamata kama bloke na akawafunga chuma siweze kumponda kichwa. Haleluya. Akasahau kwamba Mungu hawakufungiake mipaka. Mungu iko sawa maji. Yeye senye anataka anabomolaka ukuta senye ulikuwa umemwekea. Ukisoma ndani ya Yuda sura yake ya kwanza na mstari wa 9 unakutanisha shetani. Biblia inasema akapigana na malaika Mikaeli juu ya kupigania maiti ya nani? Ya Musa. Alijua nguvu zenye Mungu aliweka ndani ya Musa na akajua kwamba akimwacha labda huyu atafanya nini? Atamuponda kichwa. Lakini kumbe Mungu haiko kule. Akapigana mpaka akamnyang'anya nani? Maiti ya nani? Ya Musa. Kwa mwisho Mungu akakamata plani B. Akatuma sasa Yesu. Wengi walikuwa wanawaza Yesu Mungu atatumaka mtu kutoka mbinguni ashuke anguke hivi pu ndio aseme huyu ndio mwana wa nani? Wa Mungu. Bakasahau maandiko. Yesu alisema kizazi ya nani? Kizazi ya nani? Mwanamke mpige kama kofi. Baba wanataka kama kupata mama. Amina. Amina. Kizazi ya nani? Muzadi ya mukazi. Webagenda okufa anali nnyo musota. Webala system. Yeye shetani kuitilize. Akaona afanye na kwa maandiko ifanye nini? Kimbie. Atakamata mwana wake. Apata mwana wake. Na muyingiza ku lubuto. N'omutyala Maria. Buli lwe n'abamama nga benyomanze mu butuufu mpulya mpeddemu amaanyi kuba tebamaliriza omukazi teyafuna. Balitegese obuwendo bwa Katonda. Na nani kunasema na wewe? N'oyogera naawe. Ai. Baba mamaye. Mama. Unaona kama dhaifu hapa. Baba mamaye. Mwa wanafa basembera. Na kuomba tu vile ndio tunafanya. Hatuna wanawanga kukuzama. Siwape. Mungu na grace zaidi ya grace mimi wapi? Kama nyinyi mnatuonyesha kala kufanya mimi kama watu wake chokula leo mnao mama nga. Na mkanisa unataka na bongo. Leo mkanisa mnao na yeye mnao. Yesu wapo tena. Utani kwa matendo yangu nini? Tutakuodolikira kale siku tutabaraka mbinguni. Amina. Ndio tutamuonesha maniera ya kutembea. Amina. Hapana hii. Hapa tu kuna piganisha kwa laana ifanye nini? Kusudi ile siku wakati tutakuja iko natokea kule kwa sababu takatifu na mimi lazima nina David ngandamula mtanda kati moko. Na wengine yote juu. Tuko naelekea kukutanana na nani? Na bwana harusi. Haleluya. Sasa shetani akajua kwamba kichwa yake inafaa iweke element kubwa. Kusudi wasiweze kufanya nini? Kuientraze. Yesu wakati alikuja, akakuwa anasema mimi ni mwana wa Mungu. Wale masataniste wenyewe walikuwa wanachua kweli. Wakasema na Mungu pia wa njia. Kwa sababu wakofondre nini?
mwimbaji yule alisema kabongangana nani? Utoke agambo kuweka Bongangana nani? ukuweka kwa kaponda. Alimbaka mzuri, mesa sarabi kuna maneno mengi kule ndani. Bonganga ya nani? Inapita ufahamu ya wanadamu. Uganga ya Mungu. Achana na ile bauchawi na baufumu yenyewe watu biko nafanya. Ukapate hizi, wende ujie sijui kama ndani ya kuiname, sio utapata mtoto. Kasikia hizi, tena naka kreba toto ndani ya tumbo. Penyali tiaka Yesu ndani ya tumbo ya Maria kwa nani? Iko ilizi. Shia kuna machekelea wale watu. Habana haya. Haleluya. Habana nini? Na bebanenaka kwa wale habana nini? Pale mnasema pole pole tu pengine banendana naye. Haleluya. Sasa wakati walipoona kwamba Yesu amekufa, akatambua kwamba kwa sababu ile saa Biblia inasema pazia ilipasuka vipande ngapi? Hakuna mtu mwenye alikufaka na hii pazia ipasuke. Ulimwengu ikafanya nini? Inatikisika. Giza ikafanya nini? Ikashuka. Akasema no mama, maendeleo yote yenye watu tunauwaka, ile fenomena zinatokea hatuyazionaka. Inawezekana uko tu nani? Mwana wa nani? Sasa stampu yao kwenye ilikuwa inawekewa. Ile kashe kwenye ilikuwa inawekewa. Bakasema leo inafaa stampu ifanye nini? Kazi yake. Uko pamoja? Tuliwamo na hii. Stampu zinatokea, hivi tunamuona. Stampu basi kule mioko watu kakula. Basi tukana usiku kutoka kitu kule bure. Kantuka tukonje. Bwana anataka kwanza. Bwana anaanza kudestabilize. Ngata ni soko tu hii kilizo atufufu gaza. Tutoshe kwanza instrument ya wish. Soka tujecho Qur'ani sasa. Tutoshelesha kuwa hivi. Magereza wanasemaka is very late. Amina. Itakuwa dendare. Haleluya. Maana tu kuna songa la Mungu usiku na nini? Haleluya. Amina. Bakakia bakaipiga kujiwe bana wajikuwa kujinja tombo hiyo. Wacha niwaambie Mungu kwa ajabu. Katona system ya Mungu. Roji system ya Mungu. System ya katona Mungu. Hakuna mwenye anaelewa. Barua. Hakuna mtu mwenye anaweza piga stampu yake nje ya barua. Lakini banapiga stampu ndani ya nini? Ya barua. Ndio maana Yesu akakuwa distract kupiga mwili ya Yesu ile nini? Ile muhuri. Amina. Kwa sababu normalement ili muhuri ingeenda katika mwili ya nani? Ya Yesu Kristo. Sasa kwa sababu yeye ni Mungu na Biblia inasema mwili yake haipashi ione nini? Uharibifu. Na hii kashe ilikuwa ni uharibifu. Mungu akaiepusha, wakaenda piga kwenye envelope, wakapezeleka. Haleluya. Wakafanya nini? Biko nenda bandiko kwenye hakustahili kubadilika. Mtu akishashindwa anashindiwaka tu kweli kweli mpaka mwisho. Unaona kile kina amani wakati kile kinataka kuua Bayuda. Sasa hivi nataka leta kwa sema nenda tengeneza. Kumbe tena kana taribisha vitu zaidi. Mimi natengeneza nenda kwa kitanda ya mfalme. Na kwa kitanda cha mkabala. Baada yake tena mfalme ndiye anafanya nini? Anarudia kwenda mama. Unataka kubaka bibi yangu wewe. Sasa leo kichwa yako tuende kule yule. Amina. So shetani wakati kunafanya vitu vyake kama tukidumu ndani ya Mungu anakuwa anavifanya tayari. Mungu amemaliza kazi kubwa juu ya maisha yetu. Yeye atakuwa pia badia huku, lakini kichwa yako lesa fanya nini? Kisha ingia zamani. Haleluya. Sema amina. Wakati wanapiga ile stampu
bakayua yote nafanya nini. Bao walijua barua yabo banatuma yao mzimu. Bwana wewe metrende kule barua huyu mtu mtumboka na ngoya wa mwisho. Leo tunamsukuma kule kwako sio tunamaliza nini? Kazi. Hivi tunakuachia na wao umalizie. Nayo mkamate ufanye nini? Ufufuke. Nayo mtupe ndani ile nini? Ya gereza yetu. Yesu akasema sawa. Hapa tutaonana mwanaume ni nani na nani mwenye anastahili. Haleluya. Wakati iko nashuka, shetani anasema sawa, acha nitoke niende nimubali. Kumbe ile roho yake yeye acha ndani ya mikono ya nani? Ya Mungu. Haiko shetani ndio iko nayo. Wakati anashuka anasema sasa, leo ndio leo, acha tuoneshane wewe uko nani na mimi niko nani. Pale pale akaponda ile nini? Haleluya. Akaponda nini? Na alipomaliza kuiponda akaingia ndani ya zile prison kwenye alikuwa nafunga watakatifu. Akapomola ile maprizo yote na akaziachilia zile nafsi zenye zilikuwa ndani ya zile prison zikatoka. Haleluya. Haleluya. Acha tusukume wenye kila kusukuma, bali tutamuonesha kwamba sisi tuko kizazi ya nyoka ya shaba ambayo haipe kuchezea. Amina. Bethsaida, amina. Kama unaamini piga mikono ukishangilia kwa ajili ya utukufu ya jina la Yesu. Muhuri hapo ikaisha nguvu. Muhuri hapo ikakuwa afebli. Muhuri hapo ikakosa destination. Haleluya. Kwa sababu kuna Mungu aliye na uwezo ambaye ameshuka. Haleluya. Haleluya. Ndio ndani ya kitabu ya Ufunuo sura yake ya 5 na ukianza mstari wa kwanza mpaka ile shairi lake la 5. Ufunuo 5 na mstari wa kwanza mpaka ile ya 5. Biblia inasema kwamba nikaona malaika aliyekuwa na kitabu mikononi, na ile kitabu hakuna mtu mwenye aliweza kuiangalia ama kufanya nini kuifunua. Lakini Biblia inasema Yohana akaanzalia ndani ya ile maono, kwa sababu hakuna mtu mwenye anaweza kufanya nini kufunua ile kitabu. Alipomaliza kulia, Biblia inasema mmoja katikati yao akamtokea akamwambia, usilie tena, acha kulia. Bethsaida, Bethsaida, acha kufanya nini? Maana kuna simba, kuna resheto ya kabila la Yuda, naye kuna uwezo ya kupomoa ile, ya kuvunja zile mihuri washakapiga juu yako. Yesu Kristo wa Nazareti, mwana kondoo wa Mungu, iko na uwezo, na leo nafasi kujike zile mihuri kujike. Hapana kesho, lakini saa hii zile mihuri lazima zivunjike. Zile mihuri, weka mikono yako juu. Zile mihuri lazima leo sema Bwana Yesu kwa sauti kubwa, Bwana Yesu uliyeshinda kata mihuri yako, bomoa mihuri yako, bomoa mihuri walioweka juu yako. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bomoa mihuri kwa ajili ya umma huu, bomoa mihuri kwa ajili ya taifa lako. Bwana wa jeshi, oh, haleluya. Bomoa mihuri Baba, bomoa mihuri bado walifunga taifa lako,
Simama utatende yao. Simama ukomboe. Simama ukomboe. Simama ukomboe. Simama ukomboe. Zile miudi. Simama ukomboe. Zile miudi. Simama ukomboe. Zile miudi. Ukomboe zile miudi. Ukomboe zile miudi. Ukomboe zile miudi. Ukomboe zile miudi. Ukomboe